Jambo na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Kampeni ya No Reforms No Election ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema sasa imevunja rekodi huko Dodoma, ambapo kwenye tone hatimaye chama cha Chadema katika mkutano wa hadhara ambao ulihutubiwa na viongozi wa juu wa chama cha Chadema wakiongozwa na makamu mwenyekiti John Heche umechangia kampeni ya tone shilingi milioni 2.7 na kuvunja rekodi tangu kuanzishwa kwa kampeni ya No Reforms No Election, lakini pia tone ndani ya chama cha Chadema. Makamu mwenyekiti wa kamati ya fedha ya chama cha Chadema Boniface Jacob amesema kiasi hicho kimekusanywa baada ya mkutano wa hadhara uliofanyika mjini Dodoma, ikiwa ni mchango mkubwa tangu chama hicho kilipoanza ziara ya mikutano ya hadhara miezi mitatu iliyopita. Na kubwa zaidi ni kwamba tangu Chadema wameanza kufanya kampeni ya No Reforms No Election, kwa upande wangu unaweza kusema kwamba Dodoma wamevunja rekodi. Hata idadi ya watu ambao wamejitokeza kwenye mkutano ambao uliongozwa na makamu mwenyekiti John Heche ilikuwa ni idadi kubwa mno. Lakini kwa upande mwingine ambapo alikuwepo John Mnyika, mambo yalikwenda ndivyo sivyo baada ya kikundi cha watu kuibuka na kupiga kelele, huku John Mnyika akiwaambia watu wanyoshe mkono kama wanaungana na Chadema kwenye kampeni ya No Reforms No Election. Lakini kikundi hicho cha watu wao wakawa wanapaza sauti na kusema ya kwamba Oktoba tunatiki. Hii ni CCM nao wameanzisha baada ya Chadema kutamba na No Reforms No Election, ya kwamba kama hakuna mabadiliko basi hakuna uchaguzi. Basi nao wamekuja na kampeni ya Oktoba tunatiki. Ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii utaona hususan wasanii wengi mno wakiposti hiyo kampeni ya CCM Oktoba tunatiki. Hivyo wakati John Mnyika ambaye na kaimu nafasi ya katibu mkuu Chadema akiwa anazungumza, basi watu wao wakaenda kinyume na wao wakisema kwamba Oktoba tunatiki. Sasa Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula alikuwepo eneo hilo na ameelezea kiundani zaidi kuhusu kikundi hicho ambacho tumeshuhudia kwenye video ambayo inasambaa kutoka huko Kondoa Dodoma, John Mnyika akiwa anahutubia watu wao wakijibu na kusema kwamba Oktoba tunatiki. Sasa kwa namna ambavyo Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula ameelezea, najua kabisa utaelewa na utapata picha ya hiki ambacho kimetokea. Kwanza anasema kwamba polisi walikuwa mbali. Unajua polisi walitakiwa wawe karibu na jukwaa, wapange mstari kana kwamba kama kuna watu ambao watakuwa na nia ovu waweze kudhibitiwa, lakini polisi anakuambia walikuwa mbali kabisa. Halafu kikundi hicho kililetwa na watu ambao ni wamama fulani kadhaa, lakini pia bodaboda waliwaleta, na baada ya kuwaleta wakaanza kupiga hizo kelele, na anasema kwamba kikundi hicho kilitumwa na mkuu wa wilaya. Lakini anaenda mbali zaidi na kusema kwamba lengo lao lingine huenda ilikuwa ni kwamba wakipiga kelele wategemee kwamba wafuasi wa Chadema basi watawafuata na kwenda kuwashambulia, kesho waseme Chadema walianzisha vurugu kwenye mikutano yao ya hadhara. Sasa moja kwa moja bila kupoteza wakati ameandika mambo mengi sana askofu mkuu akielezea hiki ambacho kinaendelea. Lakini kwa upande wao Chama cha Mapinduzi CCM imekuwa ni kama sherehe. Video hiyo imesambaa sehemu mbalimbali, ukiona makada wa Chama cha Mapinduzi wakisambaza video hiyo kwamba Kondoa huko Dodoma wameikataa No Reforms No Election, wao wanataka uchaguzi. Moja kwa moja tuanze hapa na hiki ambacho amekiandika Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula. Askofu asimulia kilichotokea Kondoa. Nilishuhudia haya kwa macho yangu Kondoa. Tulifika Kondoa mchana tukitokea Mrijo katika jimbo la Chemba Dodoma. Mimi nilikuwa wa kwanza kuongea kabla hata ya Mheshimiwa John Mnyika hajaongea. Hakukuwa na watu wengi katika ule mkutano wa Kondoa, hasa ikilinganishwa na mkutano wa Mrijo Chemba. Watu walikuwepo, walikaa katika viti ambavyo walikuwa katika vivuli vya miti, na huku wengine wakisimama kila kona, lakini kwa mtawanyiko kulingana na mazingira ya eneo lile. Wapo pia waliokaa nyuma mbali kabisa katika penu za maduka yanayozunguka eneo lile.
Idadi kubwa ya watu waliokaa ni watu wazima ambao walivalia kofia zao kuashiria Kondoa kuwa ni mji wenye uwepo mkubwa wa Uislamu, na wazee wale walikuwa watulivu, wakionyesha staha ya hali ya juu, wakifuatilia kwa umakini kwa hali ya juu kila hoja ambayo inazungumzwa. Muda wote askari polisi walikuwa mbali sana na walipokuwa watu, na hawakusimama mbele ya jukwaa kuwaelekea hadhira kama ilivyokuwa desturi yao. Mnyika alipokuwa na hutubia, ndio tukaona pikipiki zinaleta wanawake waliokuwa na umri uliokadiriwa miaka 25 hadi 36, lakini pia pikipiki hizo zilimwaga vijana wapatao 4 au 6 hivi. Jumla ya idadi yao wote ilikadiriwa kuwa kati ya 8 hadi 10. Mnyika alikuwa anaelekea mwisho wa hotuba yake, na kabla aliwahoji watu kunyoosha vidole na kutoa sauti kama walikuwa wanakubaliana na kauli mbiu ya Chadema ya no reforms no election, na wakajibu. Wakati pikipiki zinaingia na vijana wale, polisi nao wakasogea mbele ya jukwaa kama ilivyokuwa kawaida yao, lakini pia aliingia kijana mmoja akiwa na kamera ambaye hakuwa katika timu ya waandishi wa habari waliokuwepo. Kijana huyo alipoulizwa utambulisho wake alibabaika, lakini akataja jina la media fulani. Dakika 5 kabla Mnyika hajashuka jukwani, lile kundi ambalo liliingia dakika za majeruhi, 2 au 3 kati yao wakatoa sauti wakisema kuwa tunatiki. Baada ya Mnyika kuwahoji tena watu waliokuwepo kama msisitizo wa kuaga, ndipo sauti za kundi lile zikaanza kutoka kwa mkupuo zikitokea eneo moja. Mnyika akalihoji tena lile kundi likajibu tunatiki, ndipo akahoji waliokubaliana na no reforms no election, nao wakaitikia no election, lakini lile kundi likaanza kuimba kana kwamba watu walikuwa wametumwa kufanya fujo. Niliwaona baadhi ya viongozi wenyeji wakitaka kwenda kuwadhibiti, huku wengine wakihoji ni kwa nini polisi waliendelea kukaa kimya. Kwa kuwa ilikuwa ni mwisho wa mkutano, Mnyika alishuka kwenda kuwashika watu mikono, lakini pia alifika katika eneo la kundi lile. Msaidizi maalum wa askofu alimekimbiza ndani ya gari, akanipa karanga mbichi za kutafuna, lakini pia wakati huo nilikuwa nimesikia nadharia 3 kutoka kwa wenyeji waliokuwa na mawazo yafuatayo. Baadhi yao walidai kuwa lile kundi lilitumwa na mkuu wa wilaya ya Kondoa, ambaye alitajwa kuwa ni mtoto wa aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Walijenga misingi wa hoja yao kwa kusema huyo DC ambaye pia ni mwanamke ana mahaba sana na Rais Samia. Wakati nikiwa na tafakari hoja yao ya kwanza, wengine wakasema yule kijana mpiga picha alitumwa maalum kurekodi tukio lile kwa kuwa hakuwa na haja na kurekodi mkutano mzima, na alikuwa akichagua maeneo yasiyo na watu wengi ndiko alikoelekeza kamera yake. Lakini pia walijenga hoja yao zaidi kwa kusema kuwa yeye alikuja karibu muda sawa na kundi lile. Lakini kuna kijana ambaye alisema kuwa polisi pia walikuwa katika mchongo ule kwa kuwa walisogea mbele ya jukwaa muda ule vijana wale walipoingia, na walipoanza kufanya fujo hawakuonyesha dalili za kuwadhibiti. Lakini kwa upande wangu sikuona sababu ya polisi kuwadhibiti, kwani fujo zao zilikuwa za maneno, hazikuwa za vitendo. Lakini kuna kijana alisema kuwa wale vijana walikuwa chambo ili watoe maneno yale kisha Chadema waanze kuwadhibiti, halafu polisi waingilie kati ionekane mkutano wa Chadema ulikuwa na fujo. Nikataka kujua kama wale vijana walitumwa, ni kwa nini walichelewa kufika mkutanoni. Jibu nililopata ni kuwa vijana walikuwa ni wachache, hivyo walikuwa wanapima upepo wasije wao wakaumizwa. Lakini kuna mmoja akasema ya kuwa huenda walikuwa wanategea mazingira mazuri ya wao kujiseti. Kwa muono wangu, kama vijana wale walikuwa wametumwa, basi watajulikana, kwani video ile ipo pamoja na sura zao. Hekima aliyoitumia Mheshimiwa Mnyika kuhitimisha mkutano ule ulisaidia kuzuia fujo, kwani aliwachukulia kama watu wa kawaida waliokuja mkutanoni, hivyo akawapa ushirikiano wenye staha. Lakini kinachofikirisha zaidi ni namna ambavyo tukio lile lilivyosambazwa kwa kiasi kubwa na kwa kasi mtandaoni na watu ambao wana mtazamo hasi na chama cha Chadema.
Hili kwa kiasi linaweza kubeba uzito wa hoja kuwa walikuwa wametumwa. Ni hitimisho langu kuwa mikutano hiyo iwe na uhuru wa watu kutoa hisia zao, hata kama ni kinyume na matarajio ya waandaaji, kwa kuwa hiyo ndiyo demokrasia yenyewe. Lakini pia ni vizuri watu ambao wanapinga hoja za wenzao wajiepushe kuandaa makundi ya kufanya fujo au vurugu katika mikutano ya wenzao. Kama vijana wale walikuwa hawajatumwa na mtu yoyote, basi uelewa wao wa demokrasia ni wa hali ya juu sana. Lakini kama walitumwa na mtu kufanya fujo, basi huyo aliyewatuma hao vijana alidhalilisha utu wao na kujidhalilisha yeye mwenyewe. Huo ndio ushuhuda wangu, na nimeona ni vizuri nikaweka kumbukumbu ya tukio lile katika maandishi, kwani hii ni sehemu ya historia ya demokrasia nchini. Je, wewe ulikuwepo Kondoa na ulishuhudia tukio hilo? Je, uliona nini? Je, umesimuliwa juu ya hilo au mtu au watu waliokuwepo wamekusimulia? Je, ni nini muono au mtazamo wako? Je, unafikiri vijana walitumwa kufanya hayo au hawakutumwa? Je, ni kwa nini unafikiri hivyo? Je, unafikiri kwa nini DC alengwe na shutuma hizo? Je, wewe ni mwenyeji wa Kondoa? Siasa za Kondoa zikoje? Je, DC wa Kondoa ana mahusiano gani na watu wa vyama vya upinzani au na demokrasia kwa ujumla wake? Lakini kama wale vijana walikuwa hawajatumwa na walikuwa ni watu huru wa fikra waliotaka kuonyesha hisia na maoni yao, ni kwa nini wao wenye msimamo huo wajikusanye pamoja kama watu waliokubaliana kufanya jambo? Je, ni kwa nini wasiwepo katika kona nyingine? Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Mwanakondoo ameshinda, tumfuate Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula. Amemaliza kuandika na watu wengi wakatoa maoni. Tupitie hata comment 2-3. Huyu wa kwanza anasema kwamba washindwe kwa damu ya Yesu, no reforms no election. Lakini pia mwingine akasema katika majimbo ambayo ni masikini Tanzania, mojawapo ni Kondoa, inawezekana hata umasikini wa fikra pia upo. Lakini pia mwingine akasema kwamba baba Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, msiogope chochote, kwani CCM kwa sasa wameisha ishiwa hoja, ndio maana wanatumia nguvu ya dola. Pia hawana watu bali wanawalazimisha watu kuwa wao. Chadema haina nguvu ya dola bali ina umati wa watu. Nitaliacha kwako hapa, lakini kubwa, una nafasi ya kutoa maoni yako na endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.